haitakikani kwa mtoto kumsimbulia mzee wake, baba yake au mama yake kwa wema aliomfanyia, kwamba mimi nimewajengea nyumba bado hamna shukurani. Hadha kalam batil. Haya maneno si sawa kwa mtoto kumlembea mzazi wake. Mahama atakapokuwa mzee wako mnahisi kwamba amekukera kiasi gani, amekuudhi kiasi gani, chunga maneno ya kuongea. Haitakikani kufikia hatua mtoto ukasema kwamba wazee wengine bwana, wazazi wengine hamna shukurani, mimi nimejitahidi, nimewajengea nyumba, nimewafanyia kadha, nimekununulia gari, lakini bado huna shukurani. Kitendo cha kuelezea wema uliomfanyia mzazi wako ni katika uququl walidain. Kufanya hivyo ni katika uququl walidain. Haitakiwi kwa mtoto kuelezea yale mema aliyoyafanya kumfanyia mzazi wake, yawe ni makubwa kiasi gani, kwa sababu mahma badhala juhdahu fil ihsani ilayhima, kwa namna yoyote mtoto atakapojitahidi kufanya juhudi zake kuwasaidia wazee wake, hata kama atafanya nini, hata kama utakuwa ni mwenye kuwasaidia wazee, unambeba baba yako au mama yako katika mgongo wako, katika mabega yako, anapokuwa amefikia hatua ya utu uzima au ni mgonjwa, ukawa ni mwenye kumhudumia, unambeba mgongoni au katika mabega yako, unampeleka hospitali au unamtoa chumbani, unampeleka chooni, unamkalisha katika sinki, ukawa ni mwenye kumnawisha mzazi wako. Pamoja na kufanya haya yote, hautafikia wema waliokufanyia abadan. Hautafikia wema waliokufanyia. Sasa bado hujafikia kuyafanya hayo yaliyokuwa makubwa, kwa sababu wako baadhi ya vijana ambao wazee wao wakifikia umri wa utu uzima wanahitaji msaada mkubwa kwa watoto wao. Wao ndio kwanza wanawatupa huko Nyakatonto, wanawaacha huko vijijini, na hata akiwa naye mjini anakuwa na mnyanyapaa, mama naye mchafu. Hivyo nadhani kwamba angekuwa ana afya yake na akili yake iko salama, iko vizuri na anaweza kujidhibiti, angefanya haya? Haja ingemtoka mbele za watu hivi alipokaa? Kwa maana hali aliyofikia anahitajia msaada. Sasa unakuta mtoto amejitahidi sana, anamletea mfanyakazi, anamwambia mhudumie bibi yako. Hadha jahlun wa dalal. Unataka yule mtoto, yule khadima, mtumishi yule, ndio apate ujira uliokuwa mkubwa wa kumhudumia mama yako au baba yako, hali ya kuwa wewe upo. Hii ni kwamba hufahamu maslahi, yani hujui faida ya jambo hili. Lakini ungekuwa unajua, ungemhudumia mama yako mwenyewe kwa mikono yako. Kwa hiyo hadithi hii inatuhimiza sana kuwatendea wema wazazi wetu wawili, lakini na tusiwe ni wenye kuelezea na kuwasimbulia kwa yale ambayo tumewafanyia. Na tujitahidi sana wazee wanapokuwa wazazi wetu wamefikia umri wa utu uzima, vikongwe, yani tujikurubishe sana kwa wao, kwa sababu wakati huu ndo wakati yani mwafaka wanasema, kwa sababu ndo wakati ambao mzee wakati huo, na kwanza lawama zinakuwa nyingi, yani hachelewi kulaumu, yani kitu kidogo tayari anakulaumu. Kwa hiyo inahitajika uwe makini sana katika kuamiliana naye. Natakiwa umakini katika kuamiliana na wazazi wakati huo. Najitahidi sana kuwa nao karibu. Naam, wazee wako kama wako mbali huko na unawasa, walete uwe nao karibu, ni bora zaidi kuliko kuacha maporini huko. Nasallallahu alaihi wasallam wal afia.